Droni moja ya mlipuko mmoja na sauti kubwa, propaganda ya M23 ikanyamaza ghafla. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamuka na sura mpya ya vita baada ya Willy Ngoma aliyekuwa mkuu wa propaganda na msemaji mashuhuri wa kundi la waasi la M23 ameripotiwa kuuawa katika shambulizi la droni lililotokea Rubaya, mashariki mwa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo linaashiria mabadiliko makubwa mbinu za mapambano katika ukanda huu wa Mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa propaganda wa M23 Willy Ngoma amezimwa kama kibiriti, tukio linalotikisa si tu safu ya mawasiliano wa kundi hilo bali pia mwelekeo wa vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Ngoma hakuwa mpiganaji wa mstari wa mbele, lakini alikuwa silaha muhimu ya sauti na taswira ya M23. Ndiye aliyekuwa uso wa kundi hilo mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo Reuters. Kupitia yeye, M23 iliweza kujenga simulizi, kujitetea kimataifa na kuwasiliana na ulimwengu. Pia alikuwa kiungo kati ya uongozi wa kisiasa na makamanda wa kijeshi, nafasi nyeti iliyounganisha siasa na vita. Kuuawa kwake kwa shambulizi la droni kunafungua ukurasa mpya wa mapambano. Hii si tu vita ya makabiliano ya ardhini pekee, ni vita ya kulenga watu maalumu kwa teknolojia ya hali ya juu, uwepo wa uwezo mkubwa wa kijasusi na kiufundi, na kuzua mawasiliano iwapo kuna mkono wa shirika wa nje unaohusika, kwa kuwa kihistoria DRC haijulikani kuwa na nguvu kubwa droni za kisiasa. Athari zake zinaweza kuwa pamoja na morali ya wapiganaji wa M23 inaweza kuyumba, na mgawanyiko wa ndani unaweza kuchipuka, uwezo wa kiushawishi maoni ya kimataifa unaweza kupungua. Hata hivyo, kifo cha mtu mmoja kimaanishi kuporomoka kwa jeshi zima. M23 bado inadhibiti miji muhimu kama Goma, Bukavu, maeneo yenye uzito wa kiuchumi na kimkakati. Udhibiti wa miji hii unawapa uwezo wa kusimamia barabara za kibiashara, kukusanya ushuru wa mipakani na kujijengea ushawishi wa kisiasa dhidi ya serikali kuu. Mashariki mwa DRC si uwanja wa vita wa kawaida. Ni eneo lenye utajiri mkubwa wa madini adimu kama cobalt, coltan na dhahabu, rasilimali zinazochochea ushindani wa kimataifa. Pia ni ukanda wenye mipaka yenye migogoro na maslahi yanayoungana na mataifa jirani na mataifa yale makubwa. Kwa mtazamo wa kijeshi, kuuawa kwa Ngoma kunaweza kusababisha mambo mawili yanayokinzana: kuongezeka kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi au kuharakisha mazungumzo ya amani iwapo uongozi wa M23 utaona hatari ya kulengwa mmoja baada ya mwingine imeongezeka. Kwa kifupi, kifo cha Willy Ngoma si tukio la kawaida, ni ishara kwamba vita mashariki mwa DRC vinaingia enzi ya operesheni maalum ya kulenga viongozi, hatua inayoweza kubadilisha mwelekeo wa mapambano katika miezi hii ijayo. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment, dondosha hapo chini, muhimu sana.